Mwanamke ni mwenye bidii na kazi. Mwanamke hautakiwi kuwa mvivu katika maisha yako. Wanawake wengi ni wavivu, wanasubiri waume zao wawaletee chakula, wanasubiri waume zao ndio watumike, alafu wao wanabaki kusimu, wanabaki kumakiaje, wanabaki kukuwa na pasha mahabari za uongo. Hile sio mwanamke mwenye hekima. Mwanamke mwenye kujenga ni mwanamke mwenye kutumika, mwenye bidii. Unatakiwa kujali familia yako, unatakiwa kutumika kwa ajili ya familia yako, hautakiwi kulala usingizi. Mwanamke ni nguzo pia ndani ya familia. Ukijua kwamba uvivu ambao unaweza kuonesha katika familia inaweza kuangusha familia yako, acha nikwambie, usikuwe unasubiri watu waandae chakula ya mume wako. Hautakiwi kuachia mtu mwingine kuandaa chakula mume wako. Unatakiwa kusimama na kwenda kutarishia mume wako chakula. Unatakiwa kusimama kutarishia watoto wako chakula. Wataendaje shule namna gani? Wanapotoka shule, enda kuwauliza kwamba je, muko na devoir? Unatakiwa kupambana kwa ajili ya familia yako. Mwanamke haiko tu kulala usingizi halafu unasubiri jioni. Mwanamke haiko tu kubakia tu kusimu asubuhi mpaka jioni. Mwanamke haiko tu kuenda kupasha mahabari za uongo kwa ajili ya wenzako. Hapana, mwanamke ni kupambana kwa ajili ya familia yake. Ili familia yako ipate heshima, unatakiwa wewe kutafuta ile heshima, na utatafuta ile heshima kwa bidii na kutumika kazi. Wanawake wengi ama wamama wengi wanabaki manyumbani, wanasubiri waume zao ndio walete chakula, wanasubiri waume zao ndio wafanye mambo yote. Acha nikwambie kwamba mwanamke unatakiwa kusimama, na unaposimama tumika kwa ajili ya familia yako. Haukuolewa kwa sababu ya kukuwa na zala tu nyumbani. Haukuolewa kwa sababu ya kukuwa tu nafanya kazi za nyumbani, lakini uliolewa pia kwa sababu ya kumsaidia mwanaume. Unaweza kuwa ulitumika kazi, mwanaume ya kutumika, ama alitumika lakini kazi haikuleta matunda, lakini kazi yako inaleta matunda. Ndio maana unatakiwa kupigana kwa sababu ya nyumba yako. Mwanamke lamka. Haukuolewa kwa sababu ya kukuya kuzala. Haukuolewa kwa sababu ya kukuwa naandaa tu chakula nyumbani. Haukuolewa kwa sababu ya TikTok. Haukuolewa tu kwa sababu ukuwa naangalia YouTube. Haukuolewa kwa sababu ukuwa na posti kwa Instagram. Haukuolewa kwa sababu ya kukuwa na posti mapicha. Haukuolewa kwa sababu ya kukuwa na posti mavideo. Lakini uliolewa kwa sababu unajua kwamba mimi ni msaada kwa ajili ya familia hii, natakiwa nitumike kwa sababu ya familia hii. Basi Mungu akubariki.